wa ishara ni Pretty Janet. Simanzi ilitanda nje ya makafani ya City hapa Nairobi, huku familia zikilia kwa uchungu baada ya kutambua miili ya wapendwa wao waliouawa wakati wa maandamano ya Jumatano. Simulizi za majonzi zinaibuka, ndoto zimevunjwa na watoto kubaki mayatima. Mashirika ya haki za binadamu yanapaza sauti yakitaka haki kutokana na maafa yaliyoshuhudiwa. Uchungu wa kupoteza wapendwa wao na kilio cha haki vilitanda hewani katika makafani ya City hapa Nairobi Alhamisi. Familia zilipofika kuwatambua wapendwa wao waliodaiwa kuuawa wakati wa maandamano yaliyoikumba nchi nzima. Hawa Wangeshi anaomboleza kifo cha rafiki yake Moses Mwangi, ambaye alikuwa dalali katika soko la Gikomba na mmoja wa familia za mitaani kutoka Majengo. Moses alijiunga na maandamano lakini hakurudi nyumbani. Alipoteza maisha yake huku maiti yake ikiwa na majeraha mabaya kichwani. Huo ndo tumejilia naye kwa street kuanzia nikiwa na 9 years mpaka nikuje nizae first born wangu. Huo ndo amenisaidia mpaka nikitaka kurepiwa town. Hali si tofauti kwa Winfred Wangari, ambaye alivunjika moyo baada ya kuona mwili wa mumewe Kelvin Njau mwenye umri wa miaka 23 katika makafani ya City. Kelvin, mjenzi wa barabara, aliondoka asubuhi kwenda kazini ila hakurudi. Alipokuwa anatoka kazini mnamo saa 11 jioni, anaripotiwa kupigwa risasi chini ya jicho lake la kushoto. David Mwangi, mjomba wake, anasema Kelvin amewacha watoto wawili wa miezi miwili na mwingine mwenye umri wa miaka 2 anayeishi na ugonjwa wa ubongo kutokomaa. Na kwa familia ya Ian Opongo mwenye umri wa miaka 17, huzuni ilitanda. Shangazi yake Fatima Makoha alieleza kuwa alipigwa risasi machoni akiwa maandamano mjini Rongai, familia ikihofia kuwa huenda haki kwa kijana wao haitapatikana kamwe. Maana mwili ya mtoto wa ndugu yangu nimesikia uchungu. Nikiona hiyo picha venye alipigwa kama amejikunja hivyo, ni kama alikuwa na stress kwa sababu alikuwa amejikunja hivi kama anakimbia. Hali si tofauti eneo la Molo, ambapo familia ya Dennis Njuguna, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya Njenga Karume, ikiomboleza baada ya kuripotiwa kupigwa risasi kwenye maandamano ya Jumatano alipokuwa kwenye mapumziko yake ya katikati wa muhula. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameripoti kuwa idadi ya waliofariki katika maandamano ya hapo jana yamefikia 15, wakitaka kuvunjiliwa mbali kwa idara ya polisi kabisa. So I think the police force that we have now cannot be reformed. And I think very soon we should be talking about disbanding a police force that has decided it will not listen completely. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Poleni kwa msiba uliowafika.